Mungu akupe hela katika jina la Yesu. Mungu akupe hela. Ndio maana shetani anapambana na uchumi wa watoto wa Mungu, maana uchumi wa mtoto wa Mungu umeunganishwa na ibada. Na wewe ukishafika ibadani, kuna projekti ya pili ya kuwaleta na wengine ibadani, Injili. Paulo anasema kwenye Warumi 10, wataaminiji wasiposikia? Watasikiaje wasipohubiriwa? Na watahubiriwaje wasipopelekwa? Jamani, mmeelewa kwa nini uchumi wa mtu wa Mungu una vita? Kwa sababu uchumi wetu umeunganishwa na ibada. Hiyo ni pointi ya 3. Uchumi wetu umeunganishwa na Injili. Lazima utapambana sana we kuuza kuliko yule asiyeenda kanisani. Yule asiyeenda kanisani atauza kirahisi sana, sio wewe. We utapambana kweli kweli. Kufuga, we utapambana sana, na ukileta mchezo hutavuna hata kidogo. Kuku wote watakufa kwa sababu hujui vita iliyopo kwenye uchumi wako. Uchumi uliounganishwa na ibada, uchumi uliounganishwa na Injili